Mwanzoni kabisa mwa simulizi yetu tunaonyeshwa mwamba mmoja akiwa amelazwa katika kitanda cha wagonjwa. Jamaa amefungwa vizuri asiweze kutikisa hata mikono yake, lakini pia katika mdomo alikuwa amewekwa kitambaa. Lakini aliyekuwa amemfunga hakumwacha hivi hivi, alimuingizia mirija fulani hivi ya plastiki ambayo ilikuwa inakusanya damu kutokea katika mwili wake. Unyama wote huu ni nani anayeufanya na kwa nini anaufanya? Kama ndo kwanza unajiunga na familia hii, basi hakikisha unagusa alama ya kusubscribe. Ghafla vinaonekana vikosi vya kijeshi, vikosi ambavyo vinadili na operation maalum kabisa, na captain wa kikosi hiki alikuwa ni mwanamama mmoja hivi, ana sura mbichi, mwanamama ana sura ya baridi, si mchezo. Waliingia ndani ya jengo linalofanania na jengo la hospitali, wakaweza kumkuta mtu akiwa amevaa koti jeupe. Huyu mtu akamweka chini ya ulinzi, lakini mwamba hakuwa na wasiwasi hata kidogo, licha ya kwamba alikuwa amezungukwa na maafande kama wote, akawa na furahi tu. Huyu jamaa anaitwa Hujion. Karibuni sana maafande, naona leo mmenitembelea hospitalini kwangu kuweza kuona ni kwa namna gani na watibia wagonjwa wangu. Nitawaeleza hatua ya kwanza mpaka ya mwisho namna ninavyofanya. Lakini afande mwanamama anayefahamika kama Ian akasema, nyosha mikono yako juu, ukiendelea kujieleza tutakufiatulia risasi zisizopungua 100. Mwanamama Ian akaanza kukagua chumba ya jamaa ilivyokuwa ikifanya kazi. Alishangaa kuona kwamba kulikuwa na madamu kama yote, na alipokwenda kufungua friji ya jamaa alishangaa kukuta kwamba kulikuwa kuna nyama nyingi sana na haelewi ni nyama ya kitu gani hii. Bidada alimtazama huyu mwamba, alimuona kama mtu mkatili sana na wakutisha, lakini mwamba Hujian alikuwa kawaida tu, akawa anacheka akisema kwamba nipelekeni sehemu inayostahili. Na wakiwa katika gari wanampeleka mwamba kituo cha polisi, ghafla tu kuna ripoti zinasikika zikisema kwamba kuna tukio lingine limeweza kufanyika. Hasa mshikaji yuko kawaida tu, anapiga stori na maafande, anazidi kuwafurahisha na kuambia kwamba yeye ni mtu bomba sana. Kesho yake mapema na alfajiri, waandishi wa habari kama wote walitimba ndani ya kituo cha polisi wakisema kwamba wanahitaji ripoti juu ya matukio yote ambayo yanaendelea kwa sasa, na walikuwa wakimhoji jamaa mmoja anayefahamika kama Jeff. Huyu jamaa inaonekana kwamba alikuwa amekamatwa na alitoka hapa kituo cha polisi kwa sababu alikuwa anahisiwa kwamba anahusika katika matukio hayo. Lakini mshikaji alikuwa anawaambia waandishi wa habari, mkiona nimeachiwa ujue kwamba sina hatia, sawa? Mnatakiwa mnielewe hivyo Akaja mtajiri mmoja hivi anafahamika kama Hanju, akaweza kumtoa pale Jeff na moja kwa moja wakapanda katika gari ya kifahari na moja kwa moja wakaendelea na safari yao. Lakini Hanju akawa anamwambia Jeff kwamba nisikilize mwanangu, ukifanya kosa jingine kama hili na kuapia kwamba utakwenda kuozea gerezani, haiwezekaniki kabisa. Ila wanaongea mambo haya alafu wanaongea wakiwa wanacheka eti. Lakini wakati wanaendelea kufurahi sana huko wanaendelea kupiga stori zao, ghafla tu kuna simu ikawa imekuja hapo na kusema nahitaji kuonana na wewe. Mwamba Hanju akaenda kukutana na huyo mtu alikuwa amemuita, kumbe alikuwa ni daktari fulani. Huyu daktari alikuwa amemletea ripoti akisema kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi juu ya kutibu ugonjwa huo unaitwa ugonjwa wa popo. Sasa ugonjwa huu inaonekana tiba yake ni kwamba itakwenda kukamilika muda si mrefu. Baada ya Mwamba Hanju kuweza kupewa ile ripoti, basi moja kwa moja akaenda kumtazama mke wake. Mke wake anaonekana akiwa na tabasamu kwa sababu mke wake pia ni muuguzi katika hospitali hii na alikuwa akiwasimamia watoto. Na miongoni mwa watoto waliokuwa wanasimamiwa na mke wa Mwamba Hanju, pia mtoto wao wa kumzaa alikuwepo. Japokuwa hatukuambiwa ni ugonjwa gani ambao mtoto wao alikuwa anasumbuliwa nao na ugonjwa upi ambao alikuwa anauhangaikia ili kuweza kutibia. Hasa yule mwanamke afande anayefahamika kama Hian leo alikuwa anaingia katika chumba cha upelelezi baada ya kumkamata yule mtumiwa wake wa siku 2-3. Sasa leo ni siku ya mahojiano. Swali la kwanza ambalo mwanamke huyu aliuliza, vile vibaki vya miili ya binadamu katika eneo lako la friji vimetokea wapi na ni kwa nini viko pale? Mwamba akasema, hiyo ni katika harakati zangu za uchunguzi. Nilichukua kila kiungo cha binadamu japokuwa sikumua binadamu yoyote. Kwa kupitia vile viungo nilikuwa naandaa dawa ya kutibu magonjwa yote duniani. Mwanamama Hian akasema kwamba unasema ukuwaua hao watu, sasa mbona tumekutana na moyo wa binadamu? Huyo mtu je, anaendelea kuwa hai? Mwamba akasema, idadi ya watu niliowaua na watu ambao nitakwenda kuwasaidia havifanani kabisa. Ndio maana mimi nahesabu kana kwamba sijaweza kumuua binadamu yoyote yule, kwa sababu dawa nitakayokwenda kutengeneza itatibu magonjwa yote duniani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, Mwamba Hujion alikiri kosa lake kwamba ni kweli alikuwa anaua watu na alikuwa anawatupia katika maeneo fulani. Raia walipopata taarifa hizo waliumia sana. Lakini swali la kujiuliza ni kwa nini Mwamba Hujion ile kesi amechukulia kawaida sana, namna alivyokuwa anajiulizwa maswali anajibu kawaida tu. Sasa leo kuna matajiri wawili walikuwa wamekutana na mmoja wapo ni mwanasheria. Huyu mwanasheria ndio yule alikuwa ameenda kumtoa mtu katika maeneo fulani vya kituo cha polisi, anaitwa Hanju. Akasema kesi ya Mwamba Hujion ni kesi kubwa kidogo na atakwenda kudili nayo, na ameapa kwamba atahakikisha Mwamba haingii katika matatizo licha ya kwamba ni kweli amefanya mauaji. Sasa kesho yake katika maeneo ya kituo cha polisi, bidada Hiso yule aliweza kumkamata Mwamba Hujion leo alikuwa anapata taarifa ya kwamba eti Hujion leo anakwenda kukutana na mwanasheria wake. Mwanamama akapata wasiwasi kutokana na aina ya wakili
ambaye atakwenda kushughulikia kesi ya Mwamba Hujion. Akasema kwamba huyu ni wakili ambaye ni mzuri kweli kweli na wasiwasi anaweza kashinda kesi hiyo. Lakini mkuu wa kituo akasema kwamba haki ni haki tu na itazungumza yenyewe kwa wakati wake. Ni muhimu wakamwacha huyo wakili akutane na mtu wake. Hasa katika chumba cha mikutano, huyu wakili ambaye amekuja kumtetea Mwamba, kumbe hakuja kumtetea. Alipofika tu akamkunja jamaa, akaanza kusema kwamba mwili wa rafiki yangu uko wapi? Alikuja kutibiwa kwako wewe. Lakini Hujion kama ilivyo kawaida yake, yeye ni mtu mtulivu tu. Hata wewe ukiwa umepanikia na kuaga kawaida, and sometimes huwa anachekaga. Akaongea kwa madoido sana. Hebu mzee, tuliza kishundo hapo, weka makalio yako hapo chini, tusikilizane, tuongee kama wanaume, acha kupayuka payuka kama mama wa buza. Kwanza kabisa mzee, nitakupatia dola milioni 1 kwa hatua ya awali kabisa utakavyoanza kunitetea, alafu nikishinda kesi nitakupatia dola milioni 1 nyingine, alafu hayo masuala mengine unaotaka tuyazungumze tutayazungumza baada ya mimi kushinda kesi. Sawa mzee, tulia. Lakini Hanju akasema kwamba vipi kama nikala huo mpunga alafu nikashindwa kukutetea ukaishia gerezani? Mwamba Hujion akasema kuwa okay, ni jibu rahisi tu kwamba basi mtoto wako naye atakufa kwa sababu anaumwa ugonjwa ambao huwezi kutibika. Kwa hiyo jibu ni jepesi tu kwamba ukishindwa kesi manake umeshindwa kuyasaidia maisha ya binti yako, na ukishinda kesi manake umeweza kuyasaidia maisha ya mtoto wako. Mwamba Hanju akawa anacheka tu, akaona jamaa anazungumza kitu cha kipumbavu kabisa. Moja kwa moja akawa anaondoka katika gari, lakini akiwa katika gari akaanza kutafakari, hili jamani ni daktari kweli au linazingua tu? Hasa bidada Hiso yule afande naye yuko na mpelelezi, wanazidi kupeleleza na kuonesha vitu vyote ambavyo vilikutanika kama ushahidi wa kuhakikisha kwamba yule jamaa hachomoki katika kesi hii, lazima aishie gerezani. Lakini jambo la kushangaza, walikuja kushangaa kuona kwamba kila kiungo cha binadamu ambacho kilikutwa ndani ya ile maabara yule jamaa ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye ana rekodi mbaya ya uhalifu dhamani. Yaani Mwamba alikuwa anachukua watu ambao walikuwa na rekodi za kutumiwa magerezani huko, ndio alikuwa anawatumia kufanyia haya majaribio. Kwa lugha nyepesi alikuwa anatumia wahalifu. Yaani hamna ili uweze kunielewa ni kwamba wewe ukikamatwa ukiwa unaiba kule Kariakoo, yeye jamaa anakuwa kama vile amekusaidia. Kumbe anakuwa hajakusaidia, anakuchukua hapo na moja kwa moja anakupeleka katika maabara yake afa na kutoa viungo. Mpelelezi akasema kwamba kitendo cha jamaa kupunguza wahalifu kilikuwa kinasaidia sana, lakini kwa kufanya hivyo ni kujichukulia sheria mkononi, anakopa amefanya kosa kisheria. Bidada akamfuata tena Mwamba Hujion na akaanza kumwambia kwamba miili ya watu wote waliokuwa unawaua ni wapi ulipokuwa umehifadhi? Mwamba akasema kikubwa nilikuwa nafanya kwa faida ya kuweza kuwatibia watu wengine. Swala la wapi hiyo miili ya hao watu ilipo mimi siwezi nikakwambia hata kidogo. Bidada aliumia sana kama ondoka zake. Bidada Hiso akaandaa mpango wa kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti na kutafuta miili ya hao watu wote ambao waliweza kuuliwa na Mwamba, kwa sababu jamaa amegoma kuonesha ushirikiano. Hasa yule mwanasheria anayefahamika kama Hanju, kumbuka kwamba ameambiwa kwamba kama akikubali ile kesi iweze kumshinda jamaa, atakuwa amekubali maisha ya mtoto wake yaweze kupotea. Hasa ili kujidhibitishia kwamba yule jamaa alikuwa ni daktari kweli ama alikuwa ni daktari magumashi, akaanza kuwatembelea wagonjwa ambao wamewahi kuitembelea hospitali yake na wako hai mpaka sasa hivi. Wale wagonjwa wakawa wanasema kwamba tulikuwa tunaumwa magonjwa ya ajabu tumepona. Ndio kidogo Mwamba Hanju akawa anapata amani kwamba uwezekano huu jamaa kuwa na tiba ambayo inaweza katibu magonjwa yote duniani upo huenda. Sasa huyu Mwamba Hujion baada ya kufanyiwa mahojiano kawaida na kuona kwamba atoe ushirikiano, wakampeleka katika mashine ya kuweza kuuliza maswali. Hiyo mashine ukidanganya inasema unadanganya, ukiongea ukweli inasema unaongea ukweli. Mwamba alifanyiwa mahojiano mpaka katika mashine ya kudanganya na ya kuongea ukweli, lakini jamaa alichokuwa anakiongea mashine ilikuwa nasema anaongea ukweli mambo yote. Bidada Hiso akaamua kutenga muda wake wa kwanza kumhoji Mwamba bila kutumia zile mashine. Akamwambia kuwa watu 17 ulioweza kuwaua miili yao iko wapi, na ulianzaje hiyo kazi ya kinyang'endo mpaka kufikia hii leo unajisemea kwamba una uwezo wa kutibu magonjwa yote duniani? Mwamba Hujion ukimuuliza swali la alianzaje anafurahi kweli kweli kuulizwa swali kama hilo. Akasema ilianzia siku moja ambapo nilipanda mmea na ukakua kwa siku moja. Niliamini kwamba kama nina uwezo wa kuotesha mmea ndani ya siku moja ukakua mpaka kufikia juu kabisa, basi nina uwezo wa kufanya kitu katika mwili wa binadamu, kitu ambacho hakijawahi kufanywa na daktari yoyote yule duniani. Bidada akasema na kuomba uniambie miili hao watu uliokuwa ukiwaua ulihifadhi sehemu gani? Awamu hii Mwamba akafunguka akisema kwamba hiyo miili yote alihifadhi katika mlima mrefu sana kando yake. Basi haraka sana bidada hii na timu ya maafande wakatimba katika maeneo yale na kuanza kufukua miili ambayo ilikuwepo katika mitaa hiyo. Lakini mwanadada alikumbuka ni kwa nini Mwamba aliweza kumwambia. Jamaa alimpa bidada sharti moja tu, alimwambia kwamba nitakwambia ukweli kama utaniahidi kwamba ukiwa ndani ya mahakama utaenda kudhibitishia umma kwamba nina uwezo wa kutibu magonjwa yote duniani. Kwa hiyo bidada ana deni la kulipa kuhakikisha kwamba atakwenda kuiambia mahakama kwamba huyu jamaa ana uwezo wa kutibu magonjwa yote duniani, kwa sababu ndio makubaliano, aoneshwe miili alafu yeye aende kumsaidia Mwamba mahakamani kwa kusema jamaa ana uwezo wa kutibu magonjwa yote. Hasa siku ya leo kuna muujiza mkubwa sana Mwamba Hanju aliweza kuona. Kuna bwana mdogo mmoja hivi alikuwaga ni mlemavu, alipala
kuparalyze miguu yake kutoka alipokuwa amezaliwa. Na leo mwanasheria huyu kwa macho yake bila hata kutumia miwani alimwona bwana mdogo akiwa anakata mitaa tena anadunda kweli kweli, akaamini kwamba hata mtoto wake anaweza kupona. Na hapa ndo akaanza kuamini kwamba huyu John lazima atakuwa na dawa ya kuweza kutibu magonjwa yote duniani, haiwezekaniki mtoto huyu aweze kupona. Balaa linazidi kuwa kubwa tu, waandishi wa habari kila siku anazidi kulipoti miili mipya inayokutanika ambayo mwamba huyu John aliweza kuiua. Lakini mwamba huyu John kama kawaida yake, swali lake ni moja tu, akamwambia bidada huyu afande kwamba utakapohojiwa mahakamani sema jamaa ana uwezo wa kutibu magonjwa yote duniani. Yaani mwamba hajakataa kwamba yeye ni muuaji, lakini anachotaka kusikika ni kitu kimoja tu, kwamba anaweza kutibu magonjwa yote duniani. Lakini kazi aliyompa yule mwanasheria ni kuhakikisha kwamba anamtetea asikubali kabisa jamaa aweze kufungwa, kwa sababu kama akifungwa manake maisha ya mtoto wake ndio hivyo atakuwa na yenyewe ameweza kufungwa. Unadhani itakuwaje? Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Unadhani mahakamani kesi itaendaje mpaka jamaa aweze kushinda? Bwana, mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe hakikisha unafanya hivyo mapema kabisa, lakini usisahau kuleta alama ya kusubscribe kwa mdhamini wetu aliyeweza kuidhamini picha hii. Unaweza kugusa alama ya kusubscribe hapo na moja kwa moja zitatujikeza channel mbili. Basi katika channel ya chini utakapogusa alama ya kusubscribe basi ndivyo utakavyokuwa unapata kazi hizi kwa wakati kabisa.